historia ya imani ya Kikristo katika bara la Afrika. Wiki iliyopita tulikuwa tumeangalia kwa sehemu kubwa sana, tulikuwa tumeweka msingi mzuri pale kwamba Ukristo sio imani ya mzungu kama ambavyo tunaambiwa na watu wengi kwamba imani hii ni imani ya kizungu. Tumeona wazungu walikuwa na imani zao, kama Waroma walikuwa wanaabudu masanamu mengi, akiwepo Jupiter, akiwepo Mars. Umeona, hayo ilikuwa ni miungu ya Waroma. Hao ndio wazungu ambao wanasema imani ya Kikristo ni imani yao. Lakini tumeona Wagiriki na wenyewe walikuwa na miungu yao. Hao Wagiriki ndio Wayunani, walikuwa na miungu kama Zeus, kulikuwa na mungu anaitwa mungu nani hao. Tumeona miungu mingi sana ya Kigiriki, na hayo ndio mataifa yaliokuwa na tawala Ulaya ya zamani. Kwa hiyo tunaposema imani ya Kikristo si imani ya kizungu, ni kwamba Wakristo wa kwanza kabisa walikuwa ni Wayahudi, ambapo katika taifa la Israeli walimkataa Yesu. Walibakia Wayahudi wachache walioamini imani hii na wakaambatana na imani hii, wakaanza kuieneza pamoja na wale watu wa mataifa ambao walihubiriwa siku ya Pentekosti, wakaanza kuhubiri Injili, wakaenda huko usambaa katika mataifa yote, kuonyesha kwamba imani hii ni imani ya mtu yoyote, sio imani ya mtu fulani fulani. Kwa tunaposema imani hii ya Kikristo ni imani ambayo kila anayeipata anatakiwa aipeleke kwa mwingine. Yaani ukiipata imani hii na wewe unatakiwa umpelekee mwingine tena aipate. Kwa waliokuwa wanaipata wa kwanza wanaenda kuwapelekea wa pili, kwamba kama sisi tulivyoletewa na sisi tunawaleteeni nyinyi. Kwa wazungu waliletewa imani hii kama ambavyo sisi Afrika tuliletewa. Umeona? Sasa tunapoongelea imani ya historia ya imani ya Kikristo katika bara la Afrika, tunaanzia karne ya kwanza kabisa. Lakini kabla tujaendelea mbele, ni kuombe wewe ambaye unaitazama video hii, kama hujasubscribe channel yetu, nikutake usubscribe na ushare kwa watu wengine wengi, na Mungu atakubariki sana. Lakini pia jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Namba zetu ni hizo unazoziona hapo. Unaweza ukawasiliana nasi kwa namna yoyote ambayo Mungu amekusemesha. Kwa wale wanaotamani kuungana na huduma hii, basi namba zetu ni hizo hapo. Unaweza ukaungana nasi kwa mchango wako na sadaka zako, ili vipindi hivi vizidi kuwafikia watu wengi 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 wengi, na tuone utukufu wa Mungu katika kujenga mwili wa Kristo, katika kulihamasisha na kuliimarisha kanisa lake, na injili ziwafikie watu wengi. Asante. Sasa tunaanzia karne ya kwanza. Katika karne ya kwanza kabisa, imani hii tunaona inaanzia pale Calvary, na katika ile tukio la Calvary, mmoja kati ya waliompokea Yesu msalaba alikuwa anaitwa Simoni Mkelene. Simoni Mkelene ni Mwafrika aliyetokea Afrika kama ambavyo tumetoka sisi. Yaani yule Simoni Mkelene alikuwa ni sawa na sisi wa Afrika, naye ndiye aliyempokea Yesu msalaba. Kwa tunapoongelea Afrika katika ukombozi wa mwanadamu, Mungu ameitumia sana Afrika. Tunakumbuka hata Yesu alipokuwa mdogo, baada ya kutaka kuuawa na Herode, baba yake na mama yake walimkimbiza Afrika kumnusuru, kwa maana Afrika ilikuwa ni sehemu ya makimbilio, ni sehemu ya watu ambao wanakuja kupakimbilia na wakawa salama. Kwa Mungu ameitumia sana Afrika katika kufanikisha mambo yake makubwa. Umeona kama ambavyo tumeona hapa, Yesu alikimbilia Afrika, alikimbizwa Afrika akiwa mdogo, lakini katika kunusuru uhai wake. Lakini tunaona pia harakati ya kuelekea msalabani alisaidiwa na mtu kutoka Afrika. Umeona, kwa Afrika imeplay part kubwa katika mpango wa Mungu kuleta wokovu kwa mwanadamu. Lakini pia tunaporejea katika ile Matendo ya Mitume sura ya 2 pale, anasema walikuwepo wote mahali pamoja. Inamaanisha wale mitume wa Kristo Yesu walipokuwa wanaomba, wakatokewa na Roho Mtakatifu, kila mmoja akajawa, wakaanza kunena kwa lugha mpya, ambapo sasa mataifa waliokuwepo kule Yerusalemu waliposikia wakaja pale. Sasa miongoni mwa mataifa yaliyokuwepo pale, maandiko yanasema watu wa lugha zote
watu wa kabila zote. Wanapozungumzia watu wa lugha zote, watu wa kabila zote, mimi zamani nilipokuwa nalisoma ile andiko nilifikiri yale maombi waliokuwa wanaomba katika ile Matendo 2 ile, zile sauti zilisikika dunia nzima, kwa watu wakatoka dunia nzima wakaenda Yerusalemu wakawakuta bado wanaomba. Lakini kwa kadiri nilivyokuwa najifunza ndivyo Mungu ambavyo anazidi kunifundisha na kuniimarisha, na kwa kadiri Mungu anavyozidi kunifundisha mimi, na mimi ndivyo kadiri ninavyozidi kukufundisha wewe, na wewe kwa kadiri unavyozidi kujifunza, na wewe wafundishe wengine, na wao wengine wakawafundishe wengine. Hiyo ndio imani yetu, inaenda katika mtiririko huo. Sasa nikagundua kwamba siku ya Pentekoste, Pentecost ni neno la Kiyunani ambalo linamaanisha 50. Pentekoste linamaanisha 50. Sasa tunapozungumzia 50, ilikuwa ni siku ya 50 baada ya Pasaka. Yaani baada kutoka Pasaka mpaka kwenda Pentekoste ilikuwa ni siku 50 zinapita. Ndio maana inaitwa Pentekoste, yani siku ya 50 kutoka Pasaka. Kwa hiyo Pentekoste ni 50 kutoka Pasaka. Umeelewa? Kwa lugha nyingine walikuwa wanaita sikukuu ya majuma. Pentekoste ilikuwa inaitwa sikukuu ya majuma. Ilikuwa ni baada ya majuma 7 kupita. Yaani ukihesabu kuanzia Pasaka majuma 7. Majuma 7 ni wiki 7. Sijui unanielewa? Ukihesabu wiki 7, umeona? 7 ukihesabu wiki 7, wiki ina siku ngapi? Ina siku 7, si ndio? Sasa zile siku 7 uzizidishe mara 7 unapata ngapi? 49. Sasa ile siku ya 49 inapofika, siku ya 50 ndio Pentecost. Ndio maana ilikuwa inaitwa sikukuu ya majuma. Sijui unanielewa? Sasa katika tamaduni za Kiyahudi sikukuu hiyo ilikuwa ni sikukuu kubwa kwa sababu ilikuwa inaambatana na mavuno. Watu walikuwa wanavuna ngano, walikuwa wanavuna mazao, mizabibu na nini. Kwa hiyo ilikuwa ni sherehe kubwa sana katika taifa la Israeli. Walikuwa wanaisherekea kwa bashasha, walikuwa wanaisherekea kwa namna ya kipekee. Kwa hiyo watu wa mataifa kutoka katika mataifa mbalimbali walikuwa wanafunga safari kwenda Yerusalemu. Wanapofika Yerusalemu, kwa sababu ni kipindi cha sikukuu, walikuwa wanaenda kufanya biashara. Kwa wafanyabiashara wengi walikuwa wanakwenda Yerusalemu kipindi hicho, na wengine walikuwa wanakwenda kutalii, kuangalia hekalu lilivyo, kwa sababu lile hekalu ambalo lilijengwa na Herode lilikuwa ni miongoni mwa vivutio vizuri vikubwa vya utalii duniani, kwa sababu ilikuwa ni jengo kubwa na hekalu zuri duniani kama lile hekalu. Kwa watu walikuwa wanatoka sehemu zote duniani wanakwenda kulitazama lile hekalu. Sijui unanielewa? Kwa hiyo walikuwa wanategea siku za sikukuu ya Pasaka, sikukuu hiyo hapa ya vibanda, sikukuu ya majuma. Umenielewa? Kwa hiyo walikuwa wanaenda pale, mataifa mengi yanaenda pale katika kipindi hicho cha sikukuu, kwa sababu ilikuwa ni shamla kubwa sana katika Uyahudi. Umenielewa? Na ni kwa lugha nyingine ilikuwa inaitwa sikukuu ya mavuno. Kwa lugha nyingine ilikuwa inaitwa sikukuu ya mavuno. Sasa hiyo ni sikukuu ambayo ukiangalia katika kalenda yao ilikuwa inatabiri ujio wa Roho Mtakatifu, kwa sababu siku hiyo sasa mataifa mengi yameenda pale. Hasa ndio siku ambayo Roho Mtakatifu anaamua kuvuna watu katika hiyo siku, yani siku ya mavuno, na yeye ameandaa tukio la mavuno. Ndio maana hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwepo wote sehemu moja pamoja, ndipo uvumi kama uvumi wa upepo ukatokea ukaijaza ile nyumba yote. Wote wakaanza kutamka lugha mpya kwa kadiri leo alivyokuwa anawajalia. Na baada ya kuwa anatamka zile lugha mpya, tunaona sasa watu zile sauti zikasikika. Yaani Roho Mtakatifu alichokuwa anakifanya, alikuwa maana ni upepo, alikuwa anazivumisha zile sauti zikaanza kwenda kote. Umeona? Hasa watu wote, yale mataifa yote, makabila yote yaliokuwa katika lile jiji kwa ajili ya zile sikukuu wakawa wanasikia, wanajiuliza kuna nini huko, wakawa wanatoka sasa wanaenda kuwashangaa wale watu kule waliokuwa wanaomba. Hasa walipofika kuwashangaa, wakashangaa kwamba hawa watu wanaosali wanasali kwa lugha zetu. Yaani Mnyakyusa, mimi Mnyakyusa nilikopo pale, ninapoenda kushangaa na kukuta mtu anaomba Kinyakyusa na yeye ni Myahudi na hajawahi kukaa Mbeya, hafahamu chochote kuhusiana na Wanyakyusa. Unasikia tu ndaga na loli ndaga fijo de kiara, anaomba kwa Kinyakyusa, ndaga fijo kiara, kiara nkurumba, kiara gwamaka. Anashangaa
huyu si Myahudi. Mwingine alikuwa ni Myunani, anashangaa yule anaongea Kiunani. Mwingine alikuwa ni Mroma, anashangaa huyu anaongea Kilatini. Mwingine alikuwa sijui ni nani, anaongea huyu hapo, anashangaa mtu anaongea kinanilia Kijizi. Alikuwa anatoka Ethiopia, anashangaa anaongea Kijizi. Anakuja ashangaa Mchaga pale anaongea Kichaga. Kwa hiyo nimetoa tafsiri ya makabila haya yetu, kwa maana haina maana kwamba yalikuwepo pale, lakini ni kwa mfano ili unielewe. Umeona? Kwa anashangaa watu wanaomba kwa lugha zao. Yaani kila mtu aliyekuwa pale anaisikia lugha yake. Umeona? Watu wakaanza kufadhaika, wakaanza kuogopa, wakaanza kustaajabu. Haya mambo gani haya? Wengine wakasema hawa watu wamelewa kwa mvinyo mpya, wamelewa kwa pombe mpya hawa watu. Wakajua ni watu waliolewa. Unajua watu waliolewa wanajifanya wanajua lugha. Watu walevi wengi wajifanya wajuzi wa lugha. Kwa hiyo akaona kama ni walevi, kumbe tabia walevi kujifanya kujua lugha ilianza zamani. Kwa hiyo akajua wale ni walevi. Ndipo Petro akasema hivi, hatujalewa kwa divai mpya, ila tumejawa na Roho wa Mungu. Hapo ndipo injili ikaanza kuhubiriwa. Sasa katika wale watu waliokuwepo pale kuisikia ile injili, kulikuwa na watu kutoka Afrika pale, kulikuwa kuna watu kutoka Roma, kulikuwa kuna watu kutoka Uyunani, kulikuwa kuna watu wanatokea Asia, kulikuwa kuna watu wanatokea Babeli, kulikuwa na watu wanatokea sehemu zote kubwa za kiduniani pale walikuwa pale. Kwa baada ya watu kuhubiriwa pale, waliokoka zaidi ya watu 2000. Na yupo hapo ndipo imani ikawa inaongezeka. Sasa mara baada ya zile sikukuu kupita, sasa wale watu wanarudi majumbani kwao. Sasa walienda kule kusherekea, lakini wanaporudi nyumbani kwao wanarudi na Kristo, wanarudi na Yesu. Sijui unanielewa? Sasa walipokuwa wanarudi nyumbani kwao, sasa hapo ndipo wanapoendelea kuihubiri injili. Ndivyo ambavyo imani ya kwanza ilivyoanza, jinsi ambavyo imani ilivyoanza kwa mara ya kwanza, kutoka katika mataifa, ndipo watu wakaanza kutoka. Na tunapoongelea kanisa la Roma la kwanza, watu wengi tunajua kanisa la Roma lilijengwa na Paulo. Na mimi zamani wakati najifunza maandiko nilikuwa najua aliyeenda kuanzisha kanisa la Roma ni mtume Paulo. No, hapana, walioenda kuanzisha kanisa la Roma ni miongoni mwa wale watu walioenda kusherehekea ile sikukuu ya Pentekoste pale. Walipotoka kule wakarudi Roma, wakaanzisha lile kanisa la Roma. Na miongoni mwa watu hao waliokuwepo pale waliotokea huko Afrika, wakaenda na imani hii mpaka huko Afrika, wakaanza kuitangaza imani hii. Hiyo ndipo mara ya kwanza imani hii inaingia Afrika, kutokea katika ile siku ya Pentekoste. Lakini pia tunaona tukio lingine, imani hii tunamuona yule toashi aliyekuwa anaenda kuabudu Yerusalemu. Huyu toashi alikuwa anapendezwa sana na Mungu wa Wayahudi, Sasa wale ndugu zetu wanaosema msiabudu miungu ya watu, msiabudu dini za watu, hii sio dini ya watu. Mungu wa kweli sio Mungu wa watu, ni Mungu wetu sisi wote, kwa sababu wote sisi ni Mungu aliyetuumba, ni yeye. Sijui unanielewa? Kwa hiyo huyu sio Mungu wa watu, huyu ni Mungu wetu sisi wote. Tunaona huyu jamaa anatoka Ethiopia, anaenda Yerusalemu kumwabudu Mungu katika hekalu. Alafu alipokuwa anatoka Yerusalemu sana rudi nyumbani kwao Ethiopia, anasoma kitabu cha Isaya. Pale anaposhuka kile kitabu cha Isaya, alafu anakutana na mtumishi wa Mungu Filipo, anamuuliza, hicho kitabu unachokisoma unakielewa? Yule toashi anasema, ndaelewaje nisipoelekezwa? Ndipo Filipo anaanza kumwelekeza. Baada ya Filipo kumwelekeza, yule bwana anasemaje? Anasema kwamba maji si yale pale, ni nini kinachofanya nisibatizwe? Basi wakaenda mtoni, wakazamishwa pale, akabatizwa kwa maji mengi kabisa. Alipobatizwa akajazwa na Roho Mtakatifu, akamsifu Bwana, akaenda huko Afrika akiwa Mkristo, akiwa na Yesu ndani. Na alipofika huko akaendelea na kuieneza injili. Sijui unanielewa? Hivyo ndivyo imani. Hiyo ni karne ya kwanza kabisa, kabla hata hao wakoloni ambao mnahisi kama ndio walituletea imani hii. Hiyo naongelea karne ya kwanza, kabla hata tujaanza kuelewa nini maana ya ukoloni. Sijui unanielewa? Okay. Lakini baadaye tunamuona mtume Marko. Kuna kipindi nilikiandaa hapa kwa ajili ya historia ya mtume Marko. Kama hujabahatika kukiona, basi ingia katika chaneli zetu, utakutana na historia ya mtume Marko.
Huyu ni mtume ambaye aliandika kitabu kile cha Injili ya Marko au Marko Mtakatifu, kitabu cha pili cha Agano Jipya. Unapokisoma basi mwandishi wa kitabu hiki ndio huyo Marko. Huyu bwana alikuja Afrika akahubiri Injili Afrika na akafanya mambo makubwa sana Afrika. Huyo anaitwa Marko, na huyu Marko ndio yule mtu ambaye aliandaa kile chumba cha karamu ya mwisho, kipindi kile ambacho Yesu anawanawisha wanafunzi wake miguu, kwa wale watu ambao hamuelewi. Na huyu ndiye alikuwa mwanafunzi wa Paulo na Barnaba, mjomba wake Barnaba, ambao alienda kuhubiri Injili huko, akawatelekeza huko, yeye akarudi Yerusalemu, kwa watu wanaosoma maandiko. Baadaye huyu Marko alikuja Afrika akahubiri sana, na alidumu katika kazi hii ya Mungu katika nchi za Afrika ya Kaskazini, na huko akaanzisha kanisa ambalo watumishi wa Mungu wa kwanza, wale wa Afrika wa kwanza katika karne ya kwanza, wakaupokea Ukristo chini ya Marko, ambaye ndo alikuwa askofu wa kwanza wa kanisa la Afrika. Huyo Marko alikuwa askofu wa kwanza wa kanisa la Afrika. Kwa hiyo tunaona Afrika Injili inaanza kuhubiriwa karne ya kwanza, na walioileta alikuwa ni Marko ambaye alikuwa ni Myahudi kabisa. Huyu Marko alikuwa ni Myahudi, hakuwa mzungu kabisa, alikuwa ni Myahudi. Kwa hiyo tunaona kabisa historia inatueleza kwamba Afrika imani hii haikuletwa na wazungu. Afrika imani hii ya Kikristo ilikuwepo hata kabla ya wazungu hawajaja Afrika. Afrika imani hii ilikuwepo, sio, unanielewa? Lakini pia kwa kuendelea katika historia tunaona baadhi ya watu kama Mathayo, inasadikika alifika maeneo ya Afrika Mashariki, akahubiri Injili kwa Wakushi wa zamani, lakini baadaye akaondoka. Na tunaporejea katika historia kufika karne ya 4, kuna mfalme wa Kushi wa enzi hizo, mfalme wa Ethiopia, anaitwa mfalme Ezana. Hii hapa watu wengi hawajui, hata wale wanaharakati wengi sizaoni wakiongelea King Ezana. Huyu mfalme Ezana ndo alikuwa mfalme miongoni mwa wafalme wa kwanza duniani kutangaza Ukristo kuwa ni dini rasmi ya serikali. Basi ilikuwa ni Afrika. Kwa Ethiopia ya kwanza ilikuwa Wakristo wote. Sasa hapa ninaomba nieleweke jambo moja. Kuna watu pia wanachanganya katika historia hii. Wengi wanasema kwamba Israeli ya zamani ilikuwa ni Ethiopia. Israeli ya zamani ilikuwa ni Ethiopia. Nafikiri hata wewe umewahi kusikia baadhi ya mafundisho namna hiyo kwamba wale wa Ethiopia, Israeli ya kwanza ilikuwa ni Ethiopia. No. Ethiopia ilikuwa Israeli ya kwanza, ila ni miongoni mwa nchi za kwanza kukubali Ukristo kuwa dini ya serikali. Mfalme Ezana katika karne ya 3 pale hadi ya 4, umeona, alitangaza rasmi kwamba kuanzia sasa Ethiopia ni Wakristo. Umeona, na watu wote wakawa Wakristo, wa Ethiopia wote wakawa Wakristo, si unanielewa? Ila Israeli kipindi hicho ambacho huyu mfalme Ezana anatangaza ilikuwa ishafutwa na Waroma. Kipindi hicho taifa la Israeli lilikuwa lishafutwa na Waroma. Kipindi hicho taifa la Israeli lilikuwa lishafutwa na Waroma, na kipindi hicho katika historia tunaona Wayahudi walikuwa ni watu wa kutangatanga katika mataifa ya watu. Umeelewa? Walikuwa wanatangatanga, wanauawa sana Wayahudi katika karne hiyo hapo, baada ya kujaribu kuipindua serikali ya Roma. Nimekuwa nikiongea sana hii historia katika vipindi vyetu vya nyuma. Kama umevikosa basi fuatilia video zetu, tutakutana na historia ya haya mambo ambayo ninayaongea hapa. Umeona, kwa walikuwa ni watumwa katika baadhi ya sehemu nyingi, na lakini katika miongoni mwa sehemu ambapo Wayahudi hao walipokelewa kwa wingi ilikuwa ni Afrika. Afrika ilikuwa ni miongoni mwa maeneo ambayo yaliwapokea kwa wingi sana Wayahudi. Ndio maana watu wengi wanachanganya mambo kwamba Israeli ya kwanza ilikuwa ni Afrika. Hapana. Israeli baada ya kufutwa na utawala wa Roma, mwaka wa 70 walivunjiwa hekalu, lakini mwaka wa mia ngapi pale 123 kama na kumbukumbu zangu ziko sawa, walifutwa kabisa baada ya yule mtu anayejiita masiwa uongo, alikuwa anaitwa Simon Bakoba. Huyu Simon Bakoba alikusanya jeshi kubwa kwenda kumpindua Kaisari, kwenda kuipindua Roma. Wakawapiga pale wa Roma wote waliokuwa
katika Yudea. Walipowapiga Waroma wote walikuwa katika ile Uyahudi, wakawaondoa kabisa. Hasa ikachochea hasira ya Roma, wakaenda wakafuta kabisa utawala wa Israeli, wakawafurusha kabisa, wakawaondosha kabisa, wakawafukuza mbali nao, na katika lile eneo lao sasa pale wakawaweka watu wengine, na baadaye lile jina likaitwa kwa ile nchi ya Israeli ikaitwa kwa jina la Kiroma. Jina hilo nimelisahau kidogo. Ilikuwa linaitwaje, ila nafikiri nitakuwekea hapo kwenye screen yako utaliona. Nafikiri unaliona hapo sasa. Hilo ndilo jina ambalo Israeli walipewa baada ya kufutwa. Sasa walipopewa lile jina, baadaye ndipo ambapo Waroma wakawaruhusu watu wakae pale, pakaitwa Palestina baada ya Waisraeli kuondoshwa kwa hasira za utawala wa Roma. Kwa hiyo wakawa wanaheng'enyi kwenye mataifa ya watu, wanatumikia watu watumwa, wanauawa. Walionekana ni watu ambao hawana shukrani, ni watu walafi wa madaraka, ni watu ambao wanaweza wakapindua utawala sehemu yoyote. Kwa watu walikuwa wanawaogopa, lakini walikuwa wanawachukia. Hiyo kitendo hicho kikawa kinafanya ukijitambulisha kuwa ni Myahudi unauawa. Kwa Wayahudi wakawa ni watu wa kutaabika, na wakawa watu wa kukimbia huku na huku. Na miongoni mwa sehemu ambazo zilipokea Wayahudi wengi basi ni sehemu ya Afrika. Ilipokea Wayahudi wengi sana, umeona, kiasi cha kwamba sasa baadhi ya wanahistoria waliokuja miaka ya baadaye wakaamini kwamba Israeli ya kale ilikuwa ni Afrika, kitu ambacho si kweli. Sio, unanielewa? Ambapo baada ya kupata uhuru wao wakatangaziwa Wayahudi wote waliopo popote duniani warudi, na tunaona Wayahudi wanarudi, na mpaka leo hii Wayahudi wengine wanarudi na kurudi na kurudi. Ni kwamba Wayahudi saizi wamechanganyikana sehemu nyingi duniani. Hata hapa Tanzania tunao Wayahudi kabisa katika makabila yetu, lakini wametangaziwa warudi. Wayahudi wote waliopo sehemu mbalimbali duniani wanarudi. Sio, unanielewa? Kwa hiyo tunaona Afrika ni sehemu ya makimbilio, kama nilivyosema, ilikuwa inapokea, kwa sababu sisi utamaduni wetu ni ukarimu kama ambavyo tunaelewa. Kwa hiyo baada ya kukubali Ukristo, Afrika karibia yote ikawa ni Afrika ya Kikristo. Mpaka karne ya 4 ya 5 Afrika yote, nchi zote ambazo unaziona saizi sio za Kikristo kama Misri, Cameroon, ukiangalia Libya ile pale, ukiangalia Morocco, ukiangalia mataifa yote haya mpaka huko kote huko Ethiopia wapi, haya mataifa yote yalikuwa ni mataifa ya Kikristo mpaka karne ya ngapi. Kwa mtu anayekwambia Ukristo tuliletewa na wakoloni, si kweli. Ukristo Afrika uliingia kabla ya ukoloni. Sasa ilikuwaje Ukristo ukaja ukafa kabisa katika mataifa haya? Ilikuwaje Ukristo ulikufa kabisa katika Afrika? Naomba tukutane katika kipindi kijacho, tutaangalia jinsi ambavyo Ukristo ulikufa na sababu zilizofanya Ukristo ukafa. Ziko sababu nyingi sana zilizofanya Ukristo umekufa Afrika, na Afrika ikaja ikawa giza, na ikawa ni moja ya chanzo la anguko la uchumi kumwacha Yesu. Akili zikatiwa giza, zikafungwa. Sio, Afrika ilikuwa ni miongoni mwa sehemu ambazo teknolojia yake ilikuwa kubwa. Walikuwa wanakaa watu wenye akili, vipawa, vipaji, nguvu. Walikuwa wanakaa watu wenye maono makubwa. Walikuwa wanakaa watu wenye ideas. Walikuwa wanakaa watu wataalamu wa mambo ambao walikuwa wanaogopwa na dunia nzima, kwamba hawa watu wanaweza wakaunda chochote na wakafanya jambo lolote katika ulimwengu huu. Lakini baada ya kumwacha Kristo, Afrika ikatiwa giza, na baada ya Afrika kutiwa giza tukarudi gizani. Yani hata zile Afrika ambayo tulikuwa tunaisoma zamani ikiwa na miji mikubwa, barabara kubwa zilizojengeka, mataifa makubwa yenye majeshi makubwa, baadaye tukaanza kuishi eti Afrika tunarudi katika jamii za kiwindaji. Mtu mmoja anakaa huku, mwingine kule, mwingine kule, mwingine kule. Yani tukarudi katika mfumo wa kikabila. Tukarudi katika culture mbovu kabisa ambazo hata ndugu zetu wanazipigania kwamba Afrika turudi kwenye asili mbovu kabisa ambazo wanataka watu warudi. Umeona, tutaongea yote haya katika kipindi kijacho, lakini ni kuombe wewe ambaye hujasubscribe channel hii, ni kuombe usubscribe na ushare kwa watu wengine. Haya ni mambo ya msingi sana ninavyoyaona mimi na ninavyoyachukulia mimi, ni mambo mazuri na ya msingi sana katika kujifunza. Umeona, tujue asili yetu sisi wa Afrika katika Mungu ikoje. Asili yetu katika Mungu ikoje. Na kama mambo haya yanakusaidia, basi naomba share video hii kwa watu wengine pia, ili wasaidike
kama ambavyo unasaidika wewe. Lakini kama unatamani kuungana na sisi katika huduma hii kwa namna moja ama nyingine, basi namba zetu ni hizo hapo. Unaweza ukatuchangia chochote ambacho Mungu anakuongoza ufanye katika huduma hii, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana 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 sana. Huduma hii inahitaji muda, inahitaji kujitoa, inahitaji gharama, inahitaji fedha, inahitaji chochote kile, lakini usiache kutuombea pia. Tuweke mikononi mwa Mungu. Tunajua haya mambo ni vita, ndugu zangu. Kwa hiyo usiache kutuweka mikononi mwa Mungu, na pamoja na Mungu tuna imani tutashinda na tutapambana na tutafanya mambo makubwa. Na wewe ambaye unatamani kuokoka, basi namba zetu nizo hapo, unaweza ukatupigia au kaongea na sisi moja kwa moja, na Mungu wa mbinguni atakutana na wewe. Niseme tukutane katika kipindi kijacho. Mungu akubariki sana. Barikiwe.